Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo leo wakati akielezea mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma. Sasa serikali inafanya nini? Sasa ndio maana tumekuja na mpango wa miaka 6 ujenzi wa viwanda. Lengo letu kujenga viwanda 1948 ndani yake mpaka kuna viwanda vingi vya kuvifufua. Mpango huo manake una trendi mkoa kwa mkoa. Imani yetu kubwa kuhakikisha uwekezaji huo unaleta mafanikio makubwa nchini mwetu. Kati ya mpango huo wa miaka 6 ambao utaanza mwaka huu mwishoni mpaka 2031. Miongoni mwa mambo tunayofanya licha ujenzi wa viwanda vipya ni kuja na mikakati ya kuhakikisha viwanda vile vya zamani vinafufuliwa. Hapa sasa ndio maana tutashirikiana serikali, ofisi ya IG upande wa mikataba ilikuwaje? Mtu ameuziwa moja kwa moja au ni vipi? Na upande wa msajili wa hazina. Vile viwanda sababu vyote viko katika msajili wa hazina. Imani yetu hizi kazi itafanyika vizuri ndani ya miaka hiyo 6 tutafanya mapinduzi makubwa. Hii sasa ni waombe wale wote waliopata viwanda. Serikali inakuja site. Ni waombe. Fufueni hivi viwanda kwa hiari yenu kabla serikali haijaingiza mkono wake. Hili ni ombi langu kubwa sana kwenu wale ambao wamepewa viwanda, ambao vingine vinaumiza. Ukienda pale Tanga kiwanda cha mbao. Kiwanda ambacho kiko posh area karibu ya ofisi ya mkuu wa mkoa. Inaumiza. Kwa hiyo niwaambie serikali mpango huu utakuwa mpango huu tunaita kokoro. Sinafahamu kokoro wale wavuvi wale kokoro. Anazua samaki mdogo na mkubwa wote. Lengo letu ni kwamba kuja na operation hii ya viwanda vidogo, vya kati na vikubwa. Tutapata mafanikio makubwa. Eneo hili tukienda kutriction yetu kupata ajira milioni 6.5. Ambapo ajira lengo ni kuweza kuabsorb katika upande wa viwanda. Asante sana. Aidha, Waziri Jafo wakati akijibu maswali ya waandishi wa habari amebainisha kuwepo kwa matumizi ya vilevi kupitiliza kwa baadhi ya watu. Jukumu la serikali kuhakikisha bidhaa zote zinakuwa za ubora. Hili jambo la kwanza. Na jambo hili tuliendelea kulifanyia kazi muda wote kupitia taasisi yetu ya TBS ambayo inafanya kazi kufuatilia vyakula na vipodozi vya aina mbalimbali. Na hii kazi wanaifanya vizuri. Hasa bahati mbaya ilionekana kwamba maeneo mbalimbali vifo vingi vinatokea kwa sababu ya watu ya pombe. Kwa hiyo ilikuwa na hisia huenda pombe nyingi zilikuwa na changamoto. Kwa hiyo nishukuru sana taasisi yetu ya TBS ilifanya kazi nzuri kufanya itafiti, ikaonekana kwamba changamoto kubwa ni watu wanafanya ulevi uliopita viwango. Kuna mtu ana konyagi hapa anapiga kucha ile nani chupa konyagi. Anachanganya siyo na nini? Na Kevante. Hapo mtu mmoja huyo. Kwa hiyo imeonekana swala zima la tabia. Wakati huo Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amebainisha mafanikio ya sekta ya madini kwa kipindi cha miaka minne, ikiwemo zaidi ya 56% ya fedha za kigeni kupatikana kutokana na sekta ya madini. Katika nchi yetu ya Tanzania, zaidi ya 56% ya fedha yote ya kigeni ilipatikana kupitia sekta ya madini. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yalikuwa ni mauzo ya dola bilioni 3.6 na hivyo kuifanya sekta hii kuwa kiongozi. Hii ni kuonesha kwamba sekta hii mchango wake ni mkubwa katika uchumi wa nchi yetu ya Tanzania na kila mara mchango wake umezidi kuongezeka. Fanikio la 5, ajira na ushiriki wa Watanzania kwenye sekta hii ya madini. Kwa kipindi cha miaka minne, jumla ya ajira 19,356 zilizo rasmi zilipatikana, ambapo tumeshuhudia pia mageuzi makubwa ya katika kampuni nyingi kubwa. Wanaoongoza hivi sasa ni Watanzania. Tulizoea kuona wageni ndio wanashika nafasi za juu, lakini tuna ajira zingine ambazo zimechochewa hapa katikati zaidi ya milioni 6 kupitia sekta ya madini, kwa maana mnyororo mzima ule wa thamani katika sekta hii ya madini, kuanzia wachimbaji wadogo, watu wa huduma, wote wanufaika ni zaidi ya milioni 6 kwenye sekta ya madini. Katika mwaka 2025, wizara imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia mipango mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, ikiwa ni pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa na dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2025. Kutoka jijini Dodoma, mimi ni Yusuf Ali.